أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك ونحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم آمين. ظهور الحركة الوهابية، kudhihiri kwa harakati za kiwahabi, wa baadhi hawadithiha, na baadhi ya matukio yake, wa mata dhaharat, na harakati hizi zilidhihiri lini. Qala Sayyidul Allamatu Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala, amesema al-Allama Ahmad Zaini Dahlan, Mwenyezi Mungu amrahamu, وهو مفتي الشافعية في مكة المكرمة، na alikuwa ni mufti wa Makka في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، mwanzo wa karne ya 14 hijiria. في كتابه, katika kitabu chake الفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية. katika madhhabi ya Shafi'i alikuwa mufti wa sada Shafi'i. Aiyo, katika ulama wakubwa طبعا. Ahmad Zaini Dahlan mwenye Dahlani na vitabu vingine, na tabana ulama wengi wa wetu wa kitambo huko Afrika Mashariki walioenda kusoma Makka walisoma kwake. Ulama wetu ambao walitoka huko Afrika Mashariki, kutoka Zanzibar, kutoka Lamu na sehemu zingine, Mombasa, walioenda kusoma Makka mwanzo wa karne ya 14 hijiria, walienda kusoma kwake, walipatana naye, walisoma kwake. Na asema al-Imam Zaini Dahlan, Mwenyezi Mungu amrahamu, wa kana fi ibtidai amrihi, na alikuwa mwanzo wa jambo lake, na akimzungumzia Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa kana fi ibtidai amrihi, na ilikuwa mwanzo wa jambo lake, aya nakusudia Muhammad ibn Abdul Wahhab min talabati al-ilmi, ilikuwa ni katika watu wanaotafuta ilmu, bil madinati al-munawwara, katika mji wa Madina mtukufu, ala sakiniha afdalu salati wassalam, zishuke juu ya walolala katika mji huu, rehma na amani. Wa kana abuhu, na alikuwa babake, yani alikuwa babake Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa kana abuhu rajulan salihan, na babake alikuwa ni mtu mwema, min ahli al-ilmi, katika watu wa ilmu. Wa kadha akhuhu, vile ndugu yake Sheikh Suleiman, Sheikh Suleiman. Wa kana abuhu, na alikuwa babake, wa akhuhu, na ndugu yake, mashayikhu, na mashayikh zake, yatafarasuna fihi, walikuwa wakimtizamia maono, annahu, ya kwamba yeye, sayakunu minhu zighun, utakuwa kwake upotovu, wa dhalalun, na upotovu, lima yushahidunahu, kwa yale wanaoyaona, min aqwalihi, kutukamana na kauli zake, wa af'alihi, na vitendo vyake, wa nizaatihi, na mizozo yake, fi kathiri min almasaili, katika masaili mingi. Yani vile mwenendo wake walivyokuwa na uona, wakawa na firasa, yani wakawa na maono kwake ya kwamba huyu mtu atakuwa na upotoshaji na atakuwa ni mpotovu. Wakanu, na walikuwa yuwabbihuna, walikuwa wakimlaumu sana, wayuhadhiruna an-nasa minhu, na wakiwahadharisha watu na yeye. Fahaqqaqa Allahu, akatimiza Mwenyezi Mungu, firasatahum, yale maono yao, fihi, kwake yeye. Lamma ibtadaa, wakati alipozua, mabtadaahu, yale aliyoyazua, min az-zayghi, kutokamana na upondokaji, wa dhalali, na upotovu, alladhi, ambao kwamba aghwa bihi, aliwapoteza na kuangamiza kwa upotovu huo, aljahilina, wajinga. Wa khalafa fihi, na akakhalifu katika upotovu wake huo, aimata dini, maimamu wa dini. Watawassala bidhalika,
na akafika kupitia hilo ila takfiri almu'minina, kwa kufurisha waumini. Fazama kadai bin Abdul Wahhab anna ziyarata qabri nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba kulizuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, watawassula bihi, na kutawassali na mtume, wabil anbiya, na kwa manabii, wal awliya, na kwa mawali, wasalihin, na wajawema, wa ziyarata quburihim, na kuzuru makaburi yao, shirkun, akadai ya kwamba haya yote ni ushirikina. Wa anna nidaa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kadai ya kwamba kumuita mtume inda tawassul bihi, wakati wa kutawassal naye, shirku, ni kwamba hiyo ni yani kusema ya Rasulullah, ya Nabii Allah, hiyo ni shirki. A'udhu billah, insan khabith yani. Wakadha vile vile nidaa ghairihi, kumuita asiyekuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-anbiya, kutokamana na manabii, wal awliya, ina mawali, was-salihin, na wajawema, inda tawassul bihim, wakati kutawassal nao, shirku, na kadai kwamba haya yote ni shirki. Wa anna man asnada shay'an, na kwamba mwenye kutegemeza chochote lighairi llahi, kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, walau ala sabili almajazi alaqli, hata kama kwa njia ya almajazi alaqli, yakunu mushrikan, anakuwa huyo ni mshiriki. Yani mtu mathalan, kuna almajazi alaqli katika lugha, almajazi alaqli mathalan, yani huwa mara nyingi lengo la almajazi alaqli ni ikhtisaru alkalam, ni kufupisha maneno. Mathalan, unaposema bana al-amiru al-madinata, bana al-amiru al-madinata, amiri au raisi amejenga huu mji. Raisi anaweza kuja akashika koleo, akashika mabloki na masimenti, akaanza kujenga? Hapana. Isipokuwa yeye ameamrisha, mathalan amemwamrisha waziri wa ujenzi, kisha waziri wa ujenzi akaamrisha mtendaji mkuu, ile mtendaji mkuu akaamrisha mainjinia akaamrisha fundi akaamrisha vigoro. Kwa kuna kwa mrorongo mrefu. Kwa badala ya kusema rais amemwamrisha fulani afanye hivi na yule fulani akamwamrisha fulani afanye hivi na yule, badala ya kusema mrorongo, tunasema bana al-amiru al-madina, sababu yeye pia ni sababu ya huu mji kufanya kujengwa. Sasa mathalan tunapokuja mathalan tukasema au tunapopata katika baadhi ya maneno ya ulama wasema ya Rasulullah, ya ghafira dhunub, yeye mwenye kusamehe madhambi. Sasa unaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasamehe madhambi, umeona shirki kufuru? La, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya sisi kusamehewa nini? Madhambi. Ikiwa ni sababu ya sisi kusamehe madhambi bil majazi la aqli, inafaa yeye kufanya kutegemezea hilo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katika hadithi ambayo kama ni sahihi amejitegemezea hilo, si ndio? Sasa amesema katika riwaya, inna li asma'an, inna li asma'an, ana Ahmadu wa ana Muhammadu wa ana al-mahi, mimi ni al-mahi, al-mahi mwenye kufuta, alladhi yamhu Allahu bi dhunub, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anafuta madhambi kupitia mimi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amejiita al-mahi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kumuita ni mwenye kufuta madhambi, hadha ala sabili al-majazi al-aqli katika balagha. Lakini akasema yeye ukimtegemeza yote kitendo hata kama kwa al-majazi al-aqli ni ushirikina. Nahu mfano, nafani hadha dawa, imenufaisha mimi dawa hii, wa hadha alwali alfulani, wali huyo amenufaisha inda tawassul bihi,
wakati wa kutawassal naye fi shay'in katika chochote, tayari kwa kiu ni ushirikina. Watamasaka biadillatin, akashikamana na dalili la tuntiju lahu shay'an, hazimpi natija ya chochote min maramihi, katika ile malengo yake. Yani alishikamana na dalili ambazo kwamba yale ambayo kwamba anayokusudia kuyapata katika dalili hizo hayapo, yani ni shubha tu. Wa ata bi ibaratin muzawwaratin, na akaleta ibara ambazo kwamba zilizozushwa, za kharafaha, alizozipamba, walabasa biha ala alawami, na akawa hadaa kwazo halaiki ya watu wa kawaida, hata tabi'uhu, mpaka wakafuata. Wa alafa lahum, na akawaandikia wao, fi dhalika, katika hilo, rasaila, akawaandikia nini? Risala, yani vitabu vidogo vidogo. Hata taqadu, mpaka wakaitakidi kufra akthari ahli tauhidi, wakaitakidi ukafiri wa wingi katika watu wa tauhidi, yani wakaitakidi kwamba wasiokuwa wao miongoni mwa Waislamu ni wakafiri. Watasala bi umarai al-masriqi, na akaungana na viongozi maamiri wa mashariki, yani mashariki ya Makkah, ahli Dar'iyya, watu wa Dar'iyya. Dar'iyya ni sehemu iko Saudi Arabia sasa. Wa makatha indahum, na akaketi kwa wao, hata nasaruhu, mpaka wakamnusuru. Waqamu bida'awatihi, na wakaisimamia ile da'wa yake. Wajalu dhalika, na wakalifanya hilo wasilatan, kalifanya hiyo ni wasila, ni sababu, ila taqwiyati mulkihim, ya kuimarisha ufalme wao, watisaihi, na kutanuka ufalme wao. Watasallatu ala al-arabi, na wakawavamia mabedui, wa ahli al-bawadi, na watu wa majangwani huko. Hata tabi'uhu, mpaka wakafuata. Wasaru jundan lahum, na wakawa ni wanajeshi wao, bila iwadin, basi na badali yote, yani basi na malipo yote. Wasaru ya'taqidun, na wakawa na itakidi, anna man lam ya'taqid, ya kwamba mtu ambaye hajitakidi ma qala ibn Abd al-Wahhab, hakuyaitakidi yale aliyosema bin Abd al-Wahhab, fahuwa kafirun mushrikun, mtu huyo anakuwa ni kafiri, ni mushrikina. Muhdaru dami, damu yake ni halali, wal mali, na mali yake pia ni halali. Yani wakawakonvisi na kuwaelekeza na kuwaelimisha ya kwamba kila asiyekuwa wao huyo ni kafiri, mali zao ni halali na damu yao ni halali. Wa hakadha ya'taqiduna al-Wahhabi, na hivi ndivyo wanavyoitakidi Mawahabi mpaka sasa hivi. Wa kana ibtida'u dhuhuri amrihi, na ulikuwa mwanzo wa kudhihiri jambo lake, sanata 1143, ilikuwa ni mwaka 1143. Wabtida'u intisharihi, na kulikuwa kuanza kuenea na kusambaa kwa jambo lake, min ba'di al-50 wa 100 wa 1000, ni baada ya mwaka wa 1150. Wa alafa al-ulama'u, na waliandika wanazuoni, rasail kathiratan, risala nyingi, liraddi alayhi, kwa ajili ya kumraddi. Hata akhuhu Sheikh Suleiman, mpaka ndugu yake pia Sheikh Suleiman pia aliandika kitabu cha kumraddi ibn Abdul Wahhab. Wa baqiyatu mashayikhihi, na baki ya mashaikh zake pia walitunga vitabu vya kumraddi. Wa kana mimman qawa bi nusratihi, na walikuwa miongoni mwa waliosimama kumnusuru. Wa intishari da'watihi, na kuenea da'wa yake, min umarai al-mashriqi, katika viongozi wa mashariki. Muhammadu ni Muhammad, amiru Dar'iyya, amiri wa hiyo sehemu ya Dar'iyya, huyo alikuwa ni kiongozi wa Dar'iyya.
wakana min bani Hanifata, na alikuwa ni katika Banu Hanifa. Walamma mata Muhammad, alipokufa Muhammad, qama biha waladuhu, alisimamia jambo hilo mtoto wake. Wakana kathiru min mashayikh ibn Abdul Wahhab bil Madina, na alikuwa wingi miongoni mwa shekhi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab huko Madina, yaqulun, wakisema, sayadhillu hadha, huyu mtu atapotea huyu, au yudhillu Allahu bihi, au Mwenyezi Mungu atawaacha wapotee kupitia yeye. Man abadahu, wala watu aloweka mbali, wa ashqahu, na akawaacha wawe waovu. Fakana al-amru kadhalika, likawa jambo hilo ni hivyo hivyo. Kwa hivyo huyu bwana ni mtu ambaye kwamba alikuwa ana ishara na alama za upotevu na upotoshaji toka bado yuko ni mwanafunzi, na mashehe zake wakawa wakitoa maono kwake yeye kwamba huyu mtu tunamuona kabisa atakuwa ni mpotevu na watu wengi watapotea kupita yeye. Kwa hivyo kitu alichokifanya ni kwamba alipoona watu wanamshambulia, watu wanampinga, akaenda kuungana na wanasiasa na watawala hawa kina Muhammad na kuwaeleza kwamba mimi na ajenda hizi na hizi, kwa hivyo tukishirikiana mabedui, tukaenda tukawakonvinsi na nini, tukaambia mimi nawalingania katika dini ya sawa na nini, hawa tutawakonvinsi watoke watoke waasi, yani waasi ule utawala uliopo kule, alafu watakuwa pamoja na sisi, kundi lenu litakuwa ni kubwa, mimi nitawafikishia dawa yangu, na nyinyi mtapata uongozi, alafu kisha mwisho tutagawana. Wanalivyokuwa pale hiyo jamaa. Wazama Muhammad ibn Abdul Wahhab, na akadai Muhammad ibn Abdul Wahhab anna muradahu bihadha almadhhab alladhi, ya kwamba maksudi yake bi anna muradahu. Wazama Muhammad ibn Abdul Wahhab, na akadai Muhammad ibn Abdul Wahhab anna muradahu, ya kwamba maksudi yake bihadha almadhhab alladhi, kwa haya madhhabu ambayo kwamba ibtadahu, amezua ikhlasu tauhid, ni kuisafisha nini tauhid, watabarri min ashirki, na kujiweka mbali na shirki, wa anna an-nasa, na kwamba watu kanu ala shirki, walikuwa wapo katika nini shirki, mundu 600 sana, toka miaka 600 kabla, wa annahu jaddada linnasi dinahu, na kwamba yeye amewafanyia upya watu dini yao. Kwa maana hiyo baba yake, mashekhe zake na watu waliokuwa kabla yake miongoni mwa ulama wote walikuwa katika shirki, yeye peke yake ndio anajua tauhidi, shenzo tabia. Wa hamala al-ayati al-Qur'aniyah, na akazichukua zile, akazibeba zile aya za Qur'ani. Wa hamala al-ayati al-Qur'aniyah, yani akazichukulia zile aya za Qur'ani, allati, ambazo kwamba nazalat fil mushrikina, zilishuka kwa shirikina, ala ahli tauhidi, kwa watu wa tauhidi. Yani vile vile kama Khawarij walivyokuwa wanafanya, aya zilizoshuka kuwalaumu na kuwazungumzia washirikina, wao wakazichukua zile aya wakazifanya kwamba ni za kuwahusu Waislamu. Yani wakazichukua zile aya zilizoshuka kwa washirikina na makafiri, wakawahukumu kwanza Waislamu wenzao ili wapate kuwakufurisha. Kaqaulihi ta'ala, kama kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, wa man adallu, na nani mpotevu zaidi, mimman yad'u min dunillah, kuliko yule anayeomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wala yastajibu la, anayemuomba ambaye kwamba asiyemjibu yeye ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Wa hum an du'aihim, na wao wanaomba kutokamana na maombi yao, ghafilun, na wenye kughafilika. Mwenyezi Mungu hapa anawazungumzia washirikina, lakini wao hizi aya wakazichukua wakatumia kuwakufurisha na tawassal na manabii. Mtu anayetawassal na nabii au wali hamuombi. Unaona kabisa hii aya Mwenyezi Mungu asema nani mpotevu kuliko yule anayemuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Alafu kisha anaelezea huyo mwenyewe anayeombwa hana habari kabisa na haya maombi yako ambayo kwamba unayomuomba, wala haelewi kabisa kinachoendelea, na hali ni hivyo hivyo mpaka siku ya kiyama.
namuomba sanamu mwenye haelewi kabisa kinachoendelea. Akakaulihi ta'ala, kama kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tad'u min dunillah, wala usiombe kinyume na Mwenyezi Mungu, ma la yanfauka, wasiokunufaisha, wala yadhuruka, wala visivyokudhuru, vitu ambavyo kwamba havina madhara na wewe wala visivyokudhuru wala kunufaisha, masanamu, mizimu, shetani, majini. Hivyo vyote ni vitu ambavyo kwamba havina manufaa wala havina madhara. Ka kaulihi ta'ala, kama kauli yake Mwenyezi Mungu, walladhina yad'una, na wale ambao kwamba wanaomba, man la yastajibu lahum, wale wasio wajibu wao ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Wa amthali hadhihi alayati, na mfano aya kama hizi fil Qur'ani. Wa amthalu hadhihi alayati, na mfano aya kama hizi fil Qur'ani, katika Qur'ani, kathiratun, nyingi mno. Faqala Muhammad ibn Abdul Wahhab, akasema Muhammad ibn Abdul Wahhab, man istaghatha bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwenye kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kupitia jaha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au bighairihi, au kupitia asiyekuwa Mtume Muhammad, min al-anbiya, miongoni mwa manabii, wal awliya, na mawalii, was salihin, na wajawema, au nadahu, au akamuita, au sa'alahu shafaata, au akamuomba yeye uombezi, fa innahu mithlu haula'i al-mushrikin, kwani yeye atakuwa ni mfano wa washirikina kama hawa. Wayadkhulu fi umumi hadhihi alayati, na ataingia katika jumla ya maana ya aya hizi. Na hiki ni kiasi ambacho kwamba ni fasidi kabisa, kwa sababu wale walikuwa wanaomba wale wakiwa wanaitakidi ni miungu wao, wakiwa wanawaitakidi kwamba wanadhuru na nufaisha. Lakini huyu anamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, anatawassal naye akiwa anaitakidi kwamba ni kiumbe miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu, huyu akiwa anaitakidi ni mje miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na anamuomba yeye ili amuombee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamwabudu huyu. Sasa utamfananisha vipi huyu alomuitakidi sanamu kwamba, kisha utafananisha vipi sanamu na mtume? Kitu cha kwanza. Cha pili, utafanisha vipi huyu ambaye kwamba anamtakidi huyu ni mje wa Mwenyezi Mungu, anaitakidi ni Mungu? Utamfananisha vipi Muislamu na kafiri? Al-Imam al-Busiri anasema, da'a mad'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakim. Waja'ala ziyarata qabri an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akafanya kulizuru kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ghairihi, na asiyekuwa mtume, min al-anbiya wal awliya, miongoni mwa manabii na mawalii, wa salihin, na wajawema, mithla dhalika, akalifanya ni kama hilo. Yani akafanya kulizuru kaburi la mtume ni kama wale waabudu ya mizimu na masanamu. Na hayo yote toba ameyapata kutoka kwa nani? Kutoka Ibn Taymiyyah. Waqala fi qawlihi ta'ala, na akasema katika kauli yake Mwenyezi Mungu, hikayatan 'ala al-mushrikina, ikiwa ni kuhaki yale waliokuwa wakiyasema washirikina, fi ibadati al-asnam, katika kuabudu masanamu yao. Yani ikiwa Mwenyezi Mungu anaeleza zile hoja ambazo kwamba walizokuwa wakizitumia washirikina katika kuabudu masanamu, kwamba ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ya kwamba walikuwa wakiulizwa kwa nini mnaabudia hao, akasema sisi hatuitakidi kama miungu, lakini tunaitakidi hawa ni miungu wadogo wadogo ambao kwamba wanatukurubisha kwa Mungu mkubwa, lakini mwarongo toba. Kwa akasema kuhusu aya hili, innal mutawassilina, hakika wenye kutawassal na manabii, mithlu haula'il mushrikina, ni kama hawa washirikina, alladhina, ambao kwamba yakuluna, na wasema ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Qal, kasema, fa innal mushrikina, hakika washirikina, ma taqadu fil asnami, hawakuitakidi
kwa wale masanamu annaha takhluqu shay'an, ya kwamba wanaomba kitu chochote, bali ya'taqiluna, bali kwa kitakidi anna al-khaliqa huwa Allah ta'ala, kwamba muumbaji ni Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bidalili qawlihi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Mwenyezi Mungu, wala in sa'altahum, na hata ukiuliza man khalaqahum, nani alowaumba wao, la yaqulunna Allah, wanasema ni Allah. Wala in sa'altahum, na ukiuliza, hata ukiuliza man khalaqa as-samawati wal arda, nani aloumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, usema ni Allah. Wama hakama Allahu alaihim, na hakuhukumu Mwenyezi Mungu juu yao, bil kufri, kwa ukafiri, wal ishraki, na ushirikina, illa liqaulihim, isipokuwa kusema kwao, liqarribuna ila Allah zulfa, ila watukurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Fa ulai mithlum, kwa hivyo hao ni kama taban. Haya maneno kuna mughalatati ambazo kwamba ni nyingi sana. Kiangalia katika Al-Qur'an Al-Karim, hawa mabwana hawakuwa wanaitakidi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa alladhi yadhurru wa yanfa wa yarzuqu, wama wattakhadhu min duni Allahi alihatan la'allahum yunsarun. Qur'ani inaeleza hivyo, si ndio? Alikuwa haitakidi kwa Mwenyezi Mungu ndio muumba. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa, qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim. Sasa mtu ambaye kwamba anaitakidi kwa Mwenyezi Mungu ndio alomuumba na ndio muumba, ndio mwenye kufanya kila kitu, atauliza nani atakirudisha mifupa baada ya kuchaka? Atauliza swali kama hilo? Naam, ma yuhlikuna illa dahr. Na ndio maana ukikamilisha mwisho hizi aya, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, kuonyesha kwamba hao ni warongo. Wa mimman alafa fi raddi ala ibn Abi al-Wahhab, na katika walioandika vitabu kumradi Muhammad ibn Abi Wahhab, akbaru mashayikhihi, ni shekhi wake mkubwa, wa huwa Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi, ni Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi, muallif hawashi sharh ibn Hajar ala matni Bafadl, mwandishi wa kitabu hawashi sharh ibn Hajar ala matni Bafadl, وهو المسمى hicho kitabu kinaitwa bil hawashi al madaniya ala al muqaddimah al hadramiyya fi fiqh al shafi'iyya, katika fiqh ya Shafi'iyya. وهو مطبوع, na kitabu hicho kimechapwa, mutadawal, na kimezaga. Walamma qama ibn Abi al-Wahhab, na wakati aliposimama Muhammad ibn Abi al-Wahhab, wa man aanahu, na wale waliomsaidia, bidawatihim al-khabitha, kwa dawa yao chafu, alati, ambayo kwamba kafaru bisababiha al-muslimin, walikufurisha kwa sababu ya dawa yao hiyo Waislamu, malaku qabail ash-sharqi, waliyamiliki makabila ya mashariki, qabilatan ba'da qabilatin, kabila baada ya kabila. Thumma tasa mulkuhum, kisha ukatanuka ufalme wao, famalaku al-Yaman, wakaimiliki Yemeni, wal haramaini, na Makka na Madina, wa qabail al-Hijazi, na makabila ya Hijazi. Wabalagha mulkuhum, na ukafika ufalme wao, qariban min ash-Sham, karibu na miji ya Sham. Fa inna mulkahum, hakika ufalme wao, wasala ila al-Muzayrib, wasala ila al-Muzayrib, ulifika katika mji wa Muzayrib. Muzayrib ni katika vitongoji ambao kwamba vipo katika mji wa Dar'a ni katika miji iliyoko katika vijiji vya Damascus. Wakanu fi ibtidai amrihim, na walikuwa mwanzo wa jambo lao, arsalu jama'atan, walichuma grupu min ulama'i, miongoni mwa wanazuoni wao, dhannan minhum, wakiwa nadhania annahum yufsiduna aqaida ulama'i al-haramain, ya kwamba hao wanazuoni waliowachuma wataweza kwenda kuharibu itikadi za wanazuoni wa Makka na Madina.
wakanu fi ibtidai amrihim, na walikuwa mwanzo wa jambo lao, yani walipoanza dawa yao, arsalu jama'atan min ulamaihim, walituma group la wanazuoni wao, dhannan minhum, wakiwa nadhania, yani hawa mawahabi wakiwa nadhania, annahum yufsiduna aqaida ulama al-haramain, kwamba hawa wanazuoni waliotuma wataenda kuharibu itikadi za wanazuoni wa Makkah na Madina. Wa yadkhuluna alaihim shubha, na kwamba watawaingizia wao shubha bilkadhibi, korongo, walmaini, na uzushi. Falamma wasalu ila al-haramain, wala watu wao walipofika Makkah na Madina, wadhakaru li ulamai al-haramain, na wakawatajia wanazuoni wa Makkah na Madina aqaidahum, itikadi zao, wama tamallaku bihi, na yale ambao kwamba wamemiliki kwayo, yani yale mambo ambao kwamba yalowafanya wakawamiliki ile makabila. Radda alaihim ulamau al-haramain, wanazuoni wa Makkah na Madina waliwaradi, wa aqamu alaihim al-hujaja, na wakawasimamishia hoja, walbarahin, na burhan, hoja, dalili, allati ambazo kwamba ajazu an daf'iha, walishindwa kufanya kuziradi, dafau ajazu, walishindwa an daf'iha, kufanya kuzijibu na kuzizuia. Watahaqqaqa li ulamai al-haramain, na ikathibitika kwa wanazuoni wa Makkah na Madina, jahaluhum, ujinga yao, dhalaluhum, upotevu wao. Yani baada ile mijadala sasa wakajua na kufahamu kiasi cha ujinga wao. Wajaduhum dhuhkatan, na wakawapata kama ni vichekesho tu, maskharatan al-maskhara, kahumurin mustanfira, kama mapunda waliokimbia, farrat min qaswara, walomkimbia simba. Sema hadha iqtibasu min qawlihi ta'ala, hii ni iqtibas, yani yamechuma kutoka katika kauli yake Mwenyezi Mungu, kaannahum humrun mustanfira, kana kwamba wao ni mapunda waliokimbia, farrat min qaswara, walomkimbia simba, ay kaannahum hamirun wahshiya, yani wale mawahabi wakawa ni kama mapunda milia, harabat, waliokimbia, min wajhi al-asadi, mbele ya simba, khawfan minhu, wa kumogopa. Yani vile ulama wa Makkah na Madina walivyowatolea mahujja na madalili ambayo kwamba walishindwa kuyajibu na wakaondoka, basi akawa ni kama mpunda mbele ya simba. Wa nadharu ila aqaidihim, na wakatizama itikadi zao, fawajaduha mushtamilatan, wakakuta zimekusanya ala kathiri min al-mukaffirat, mambo mingi ya kukufurisha. Fabada an aqamu al-burhan alaihim, basi baada ya kuwasimamishia hoja, katabu alaihim hujjatan, wakaandikia wao hujja, inda qadhi shar'i, kwa qadhi wa sharia bi Makkah, kwa Makkah, tatadhammanu al-hukma, ambapo kwamba hujja hiyo walioandika inabeba kuwahukumia wao bikufri, mukafiri wao, bitilka al-aqaidi, kupitia kwa ajili ya itikadi zao hizo, liyashtahira baina an-nasi amruhum, ili jambo lao liweze kutangaa baina ya watu, fiyalama bidhalika al-awwal wal-akhir, ili aweze kulijua hilo mwanzo na mwisho. Yani baada ya ulama al-haramain kufanya nao mjadala, na wakawatambua kwamba ni dhuhka, vichekesho, yani watu ambao kwamba hawana ilmu, hawana maarifa. Jua al-Imam Ali bin Abi Talib alisema, takallamu tu'rafu, asema al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi, al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi, mtu amestiriwa chini ya limi wake. Takallamu tu'rafu, zungumzeni mtafahamika. Najua unaweza kumuona mtu hivi ni mwanazuoni, ni msomi, lakini akizungumza tu hivi tayari wasema kumbe hapa hakuna kitu. Kama yule ambaye kwamba alihudhuria darsa ya Imam Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala, darsa ya fiqh. Nasikia Imam Abu Hanifa ilikuwa mguu wake unamsumbua. Basi katika darsa alikuwa amesomesha huko akiwa amenyoosha mguu, kwa sababu yeye ilikuwa yuko tu yeye na wanafunzi wake. Basi akaingia bwana mmoja na majuba makubwa na malemba na nini. Basi Imam Abu Hanifa kadhania kwamba ni mwanazuoni mkubwa huyo ameingia katika darasa. Basi akajikalifisha kukunja mguu wake,
hata asionekane hana nidhamu mbele ya mwanazuoni mkubwa unyosha mguu. Basi darasa ikaenda. Baada ya darasa ilikuwa darasa yazungumzia masala na fiqh siyam, ilikuwa nazungumzia siyam. Wakati wa maswali ile shekha akanyosha mkono ataka kuuliza. Akaambia sawa, uliza. Akaambia shekha, umetuambia jua likizama usiku ndio wakati wa kufuturu. Akaambia ndio. Akaambia sasa kama jua halijazama mpaka saa 8 ya usiku itakuwaje? Jua halijazama mpaka saa 8 ya usiku itakuwaje? Sasa jua saa 8 ya usiku itafika vipi wakati jua halijazama? Basi Abu Hanifa kabla ya kujibu akasema sasa ushafika muda wa kunyosha mguu wako. Wewe kwanza ninyoshe mguu wangu ndio nikujibu. Kwa ndio ile almar'u maqbu'un tahta lisanihi takallamu tu'rafu hakika. Wakana dhalika, nalikuwa hilo, yani hayo mambo yote yalipitikana fi muddati imarati sharifi Mas'ud bin Sa'id bin Sa'd bin Zaid, katika uongozi wa Sharif Mas'ud bin Sa'id bin Sa'd bin Zaid almutawaffa sanata 65 wa 100 wa 1000, alokufa mwaka 1165. Wa amara bihabsi ulaika almulhida, na akaamrisha kuwafunga hawa mapagani. Fahubisu, wakafungwa. Farra ba'dhum, na wakakimbia baadhi yao, ila Dar'iyya, kwenda Dar'iyya. Fa akhbarahum, akawapa wao habari, bima shahadu, kwa yale walio yaona. Fazdadu utuwan, wakazidi ujeuri, wastikbaran, na kiburi. Fazdadu utuwan wastikbaran, wakazidi kiburi na ujeuri. Wasara umarau Makkah baada dhalika, na akawa viongozi na watawala wa Makkah baada ya tukio hilo, yamnauna usulahum lilhajj, wakiwazuia kufika kwao kuhiji. Fasaru, basi wakawa baada ya kuzuiliwa kuja kuhiji, yughiruna ala baadhi alqabaili, wakawa wanayavamia baadhi ya makabila, ad-dakhilina tahta ta'ati amiri Makkah, ambayo kwamba ilikuwa chini ya utii wa kiongozi na mtawala wa Makkah, ambayo kwamba ni Sharif Mas'ud. Sah? Yani baada ya kuona watawala washawashtukia, sasa washawatambua, hawaruhusiwi tena kuja kuiji, wakawa wanachokifanya hija yao ni kwenda kuvamia makabila yaliyozunguka Makkah na kupora mali zao, kuonyesha kwamba hawa watu mabdai yao, asasi yao ilikuwa ni mbovu, background yao ni nyeusi chafu. Thumma intasaba alqitalu bainahum, kisha vikazuka na kurindima vita baina yao, baina ya hawa mawahabi, baina amiri Makkah, na baina ya kiongozi na mtawala wa Makkah, Maulana Sharifi Ghalib bin Musa'id bin Sa'id bin Sa'd bin Zaid. Wakana ibtida'u alqitali bainahum, na kulikuwa kuanza vita baina ya mawahabi wa bainahu, na baina ya huyu bwana kiongozi na mtawala wa Makkah wakati huo, min sanati 5 ba'da 200 wal 1000, ni mwaka 1200 na ngapi na 5. Waqa bainahum, na yakatuka baina yao, wa bainahu, na baina yake, waqa'i'u kathiratun, yakatuka matukio mingi, kutila fiha, waliuawa ndani yake, khalaiqu kathirun, viumbe wingi mno. Walam yazal amruhum, na halikuacha kuwa jambo lao, yaqwa, linapata nguvu. Wa bid'atuhum, na bid'a yao, tantashiru, inaenea, ila an dakhala tahta ta'atihim, mpaka wakaingia chini utii wao, aktharu alqabaili, makabila mingi, wal urban, na warabu wingi, alladhina, ambao kwamba kanu tahta ta'ati amiri Makkah, walokuwa chini ya utii wa
mtawala wa Makkah Sharif Ghalib bin Musaid. Kwa hivyo kitu alichokuwa anakifanya ni kwenda kufanya uvamizi na kupora mali za watu. Yani kwanza wanaenda wanaeleza mambo yao, kwa hivyo mnakhiarishwa muwe chini yetu, mfuate mambo yetu au mfuate huyu. Kisema mtafuata atakuwa kuendelea, yani mtaendelea kuwa chini ya utii wa kiongozi wenu, wanawaua, wanapora mali zenu, wanaondoka. Kwa sababu nyinyi mnahesabika kwamba ni mahasimu wao, ni maadui zao. Kwa hivyo wanaenda kwa watu wengine wanambia muone wenzenu tulivyofanya. Sasa mkitaka mtakuwa na sisi, wa ile tutawafanya kama vile tulivyowafanya wale. Kwa hivyo hiyo ndio mbinu ambayo kwamba waloifanya kuteka haya makabila na kuyatoa katika utii wa kiongozi wao na kuyafanya yaasi kiongozi wao mkuu yawe chini yao. Na tunafahamu wakati huo ad-Dawla al-Uthmania, Ottoman Empire, si ndio? Wakati ndio mwisho wa Dawla al-Uthmania, Ottoman Empire. Wakati huo empire ya Uthmania, ad-Dawla al-Uthmania ilikuwa ndio inaenda mwisho na walikuwa na matatizo mengi, kwa sababu wakati huo wana mizozo mingi ya vita baina yao Dawla al-Uthmania na baina ya Wakristo na makafiri huku na kule. Huku wanapambana na makafiri, Wakristo wanataka kuvunja Ottoman Empire, huku wanazuka kina Muhammad bin Abdul Wahhab. Wanaanza kuvamia miji na kuua watu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna swali istifsar katika haya ambayo kwamba tuliyosoma.